amani ni msingi mkubwa mno katika maisha yetu haya ya kila siku. Kuna mambo kama tulivyosema yanaweza yakawa ni msaada wa kutusaidia sisi kudumisha amani yetu. Miongoni mwa mambo hayo ni watu kushikamana kuwa kitu kimoja, kutokuwa na mparaganyiko. Kukiwa na mparaganyiko, basi hii inakuwa ni sababu ya kuweza kupoteza amani. Ndipo pale utakuja kukuta huyu anamfanyia uadui yule, na yule anamfanyia uadui huyu, na huyu anamfanyia uadui yule. Watu wanauana, watu wanadhulumiana, watu wanatesana, watu wananyanyasana. Sababu kubwa ni nini? Kwa sababu watu wamekosa mshikamano na watu wamekosa kuwa kitu kimoja, na imekuwa ni sababu ya kuweza kufanyiana magonjwa yote haya ambayo yanaonekana yameenea katika jamii ya Waislamu. Ndugu zangu katika imani, hivi sasa watu wamegeuka kuwa kama ni wanyama. Yaani watu hivi sasa jinsi walivyo, wanavyoishi, imekuwa ni kama wanyama ambao hawana sheria maalum. Mapenzi yameondoka tena katika nafsi zetu. Sio zile zama ambazo ilikuwa mtu anatoka sehemu fulani anakwenda sehemu nyingine, anaogopa wanyama wakali. Akikutana na binadamu mwenzake anashukuru, anasema alhamdulillah, salama yangu imepatikana. Sio zama zile tena. Zama hizi zimebadilika, bali imekuwa watu wanaogopana wao kwa wao. Binadamu anamuogopa binadamu mwenzake. Inafikia wakati anashindwa kwenda sehemu fulani kwa sababu ya kuogopa. Ukimuuliza unaogopa nini, anakwambia naogopa watu bana. Binadamu leo imefikia wakati anaogopwa na binadamu mwenzake. Ni kiasi gani amani imetoweka na imekosekana. Lakini haya yote ni kwamba sisi wanadamu tumekosa utu, tumekosa mshikamano na tumekosa ushirikiano. Na pia hii ni adhabu ambayo Allah anaishusha kwetu sisi. Hivi sasa kuna kauli nyingi ambazo zinaenezwa na baadhi ya watu kuweza kuhamasisha watu katika suala zima la kupoteza na kuikosa amani. Kwa hiyo utakuja kukuta kwamba kuna kauli nyingi ambazo zinaenezwa humo. Ukifuatilia katika mitandao utakuja kukuta kuna kauli nyingi ambazo zinaenezwa, hasa hizi kauli zikiwa zinalenga katika suala zima la kuvunja amani. Sisi kama Waislamu hatutakiwi kutaaradh katika jambo hilo. Waislamu tusibebe fikra za mihemko, sisi tuwe ni mawakala wa kuweza kutunza na kuidumisha